Unaweza ukakataa na kukubali bure. Angalia video kwa makini ambayo unaweza kuiona hapo baada ya furaha kwa refa aliyechezesha mechi ya RS Berkane pamoja pia na klabu ya Simba katika kombe la shirikisho. Kiuhalisia alikuwa kwenye furaha nzito na furaha ya kutosha, na ndio maana huwezi kujiuliza yani katika yale makosa na changamoto ya mchezo jinsi ilivyokuwa, ingekuwa kwa refa mwingine hata kama ni fainali, kwa makosa yaliweza kujitokeza na kuweza kubainika, yani kama angekuwa hajatumwa ama hajapewa pesa, manake kungekuwa na hali ambayo ya kiule kiubinadamu ya kutokuwa na furaha kupitiliza. Lakini cha ajabu kama ulivyoweza kuona mwamba bwana, baada ya RS Berkane kuweza kuchukua kombe bwana, kwake ikawa ni furaha nzito, yani tabasamu alilokuwa analionyesha refa aliyechezesha mtanange ule Dahan Beida, ilikuwa ni wazi kabisa mechi ile ilichezeshwa kwa maelekezo, na ndio maana muda wote alikuwa akifanya sana mawasiliano kabla ya kuweza kufanya maamuzi. Kama kwa yule ambaye alikuwa yuko makini sana na kila point aliyokuwa anachezesha refa huyo ambaye ni Dahan Beida kutoka Mauritania, yani kabla hajaweza kufanya maamuzi alikuwa akifanya mawasiliano sana na wale wa kutoka kwenye vyumba vya VAR. Kwa hiyo ilionekana dhahiri kabisa kama mwamba anachezesha mechi ya RS Berkane pamoja na Simba kwa maelekezo. Kwa hiyo tusimlaumu sana wala kulaumu marefa na hata maraismeni waliochezesha mechi ya Simba na RS Berkane, bali ni kulaumu uongozi wa CAF. Tena rais wa CAF Patrice Motsepe amekuwa akifanya mambo kama hayo mara kadha wa kadha. Hii sio mara ya kwanza. Yanga walishakudhulumiwa haki yao, leo hii tena imeweza kujitokeza kwa klabu ya Simba. Kwa hiyo imeshakuwa kawaida na kwao wameshaona kama ni mchezo, kwa sababu wanaamini kwamba wao ndo the GOAT of Africa. Kwa hiyo ni swala ambalo nafikiri ni la kujirekebisha sana kwa viongozi wa CAF. Ikiwezekana kama kutakuwa na lawama ya kuwaomba waweze kujiondoa na kuhakikisha Simba inaweza kutoa maoni ya kuweza kuhakikisha kabisa kwamba kama kutakuwa nasema kujirekebisha, basi wajue kabisa walichokifanya sio sahihi. Yani Simba ikiendelea kukaa kimya na wala pia mashabiki wasipoendelea kupata sauti, manake hawa watu watakuwa wanaendelea kuchukulia kama mchezo. Na tunashukuru sana pia kwa baadhi ya mashabiki ambao wamekuwa wakiendelea kupata sauti na kufuata peji za CAF ili mradi kuweza kutoa lawama zao.